Mheshimiwa Spika, eneo ambalo naomba nijikite ni juu ya matumizi ya pesa taslimu. Mheshimiwa Spika, umekuwa ni wimbo ambao tumekuwa tukiusema mara nyingi, na Mheshimiwa Rais naye amekuwa akielekeza kwamba sisi kama taifa lazima ifike wakati ambao tuondokane na matumizi ya pesa taslimu au tuanze kwa kupunguza. Kwa hiyo naomba niungane na mchango ambao tumetoa kama kamati. Mheshimiwa Spika na Waziri wa Fedha, na nyinyi mmekuwa mkitembea duniani. Ukienda katika nchi za wenzetu, ukisema unatoa dola 1000, 2000, watu wanakushangaa, za nini hizo? Lazima twende ambavyo dunia inataka twende. Lakini kubwa, kwa nini watu wetu hawapendi kutumia malipo kwa njia ya kielektroniki? Ni kwa sababu gharama ni kubwa. Pale ambapo unafanya transaction, ukija ukafuatilia, gharama ambazo zinatozwa ni kubwa sana. Kwa hiyo naiomba serikali wahakikishe kwamba wanafanya mapitio ili gharama za kulipa kwa kutumia njia za mtandao zinashuka. Na Mheshimiwa Spika, ni ukweli usiopingika, kama ukipata nafasi ukienda kuomba bank statement, kama umekuwa ukitransact kwa kutumia miamala hii, umemtumia mtu mara umepokea, ukianza kupitia zile charges ambazo unatozwa ni nyingi sana. Na ndio maana mtu akiona kama anataka kutuma fedha analinganisha, je, niite Bolt au nichukue bodaboda nimpelekee mtu keshi, kulikoni gharama ambazo natozwa kwa kutumia mitandao ya simu. Niombe serikali, gharama juu ya matumizi ya fedha taslimu ziko wazi. La kwanza, hii inasaidia wale watu ambao wanataka kukwepa kodi kwa kutumia pesa taslimu. Lakini pia hata mtu ambaye anataka kutoa rushwa ni rahisi kwa kutumia pesa taslimu. Lakini kwa mtu ambaye anataka kutakasisha fedha, kama ambavyo kama taifa tulikuwa na changamoto kubwa sana, naomba tusirudi huko. Lakini hata mtu anapotaka kumwibia mwenzake, atamwibia fedha ambayo ni taslimu. Katika hali ya kawaida, kwa utumaji kwa kutumia mitandao sio rahisi, inadhibiti wizi. Kwa hiyo niombe serikali kubwa zaidi tuhakikishe kwamba gharama zinapungua ili watu wetu wahamasike kutumia cashless badala ya kwenda kutumia habari ya noti. Na gharama zingine ziko wazi. Ukiwa na noti, kuprint ni gharama, sio kwamba zinatolewa bure, ni gharama. Lakini hata utunzaji wa noti na sarafu nao ni gharama. Inafikia kipindi benki kuu inalazimika kuchapisha fedha zingine kwa sababu ambazo ziko kwenye mzunguko zimechakaa. Kwa hiyo niombe serikali tuhakikishe kwamba kama taifa, ukienda kwa majirani si vizuri kutaja, ukipanda hata taxi unapotaka kulipa kesha na kuambia nikupe pin uweze kulipia. Hayo tuyaige mambo mazuri. Ukiona mwenzako anafanya vizuri, hakuna ubaya kuiga hayo mambo. Lakini Mheshimiwa Spika, swala jingine ambalo naomba nishauri ni upande wa BOT. Wamekuja vizuri sana kuhakikisha kwamba kama taifa hii habari ya dollarization tunaondokana nayo. Lakini kuna sehemu ambao naamini wataalamu ni vizuri wakaenda kuchakata, wakaja na suluhu ambayo itakuwa inasaidia sisi kama taifa. Ukisema kwa service ambazo unatoa nje ya nchi, alafu nataka ukoti kwa shilingi, duniani hawatuelewi. Yaani unampata mtalii anafanya booking yuko Marekani, unamtumia kwamba shilingi ndio ambayo itumike kama quotation. Hawatuelewi. Sisi kama taifa tunahitaji dola, kwa sababu sio kwamba vitu vyote tunazalisha hapa nchini. Kwa hiyo uwepo utaratibu madhubuti wa kuhakikisha kwamba dola hizo zinaingia serikalini. Tusije tukalazimika kucreate black market kwa sababu tunalazimisha watu kwamba lazima alete shilingi. Jambo hilo halipo, dunia hivyo haipo.